Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena nimetoa video nyingine muhimu kwa ajili ya utunzaji wa kitovu cha mtoto. Ukiona dalili na ishara hizi ambazo nitazitaja kwenye video hii, hakikisha mtoto wako anapata msaada wa matibabu haraka. Kitovu cha mtoto mchanga hakikauki, unaona kinatoa usaha, kinatoa damu. Je, dalili hizi au vitu hivi vinaashiria kitu gani? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu kuhusiana na dalili hii kwenye kitovu cha mtoto. Lakini nikukumbushe, kama bado hujabonyeza subscribe button, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila wakati tunapozitoa. Ziko dalili mbalimbali ambazo huweza kujitokeza kwenye kitovu cha mtoto wako, na mojawapo ya dalili ambazo nimezitaja kwenye video hii za kuzingatia zaidi ni hizi ambazo nitakutajia. Dalili ya kwanza, ukiona kitovu cha mtoto kinatoa usaha, ambapo mara nyingine usaha huu huambatana na harufu mbaya, hii si dalili nzuri sana kwa mtoto wako. Ukiona kitovu cha mtoto kinatoa damu mara kwa mara, si dalili nzuri. Ukiona ngozi ya kitovu cha mtoto au ngozi kuzunguka kwenye kitovu inabadilika rangi na kuwa nyekundu zaidi au kuvimba, lakini pia hali hii huambatana na mtoto kupata homa au mtoto kulia sana. Lakini pia kitovu unakiona hakikauki hata baada ya siku 7 au siku 14, hali ya unyevu tu inaendelea, kitovu kinatoa maji. Dalili hizi au ishara hizi sio nzuri kwenye kitovu cha mtoto wako. Hakikisha mtoto wako anapata msaada wa matibabu au ongea na wataalamu wa afya wakupe ushauri zaidi kuhusiana na hali ya kitovu cha mtoto wako. Lakini ziko sababu mbalimbali ambazo naweza kukuelezea kwenye video hii, lakini miongoni mwa sababu kubwa ambazo huweza kusababisha hali hii ni maambukizi ya vimelea kama bakteria. Na maambukizi haya yanaweza kutokana na uchafu au utunzaji mbaya kwenye kitovu cha mtoto. Wakina mama baadhi yao hawajui jinsi ya kutunza kitovu cha mtoto. Kwa hali ya uchafu na utunzaji mbaya unaweza kutengeneza mazingira mazuri ya bakteria na kushambulia kwenye kitovu cha mtoto wako. Lakini kitovu kubaki na unyevunyevu muda mrefu, hali hii pia sio nzuri sana. Lakini pia hali nyingine au sababu nyingine ni kitovu kuguswa na vitu ambavyo sio visafi, mfano majivu, mafuta, dawa za asili zisizo salama na kadhalika. Wako baadhi ya wakina mama ambao wanatumia tamaduni mbalimbali kwa ajili ya kutunza vitovu vya watoto, na mojawapo ya tamaduni ambazo hutumika, wengine hutumia majivu, mafuta. Vitu hivi vinaweza visiwe salama sana kwa mtoto wako na vikatengeneza mazingira hatari zaidi kwenye kitovu cha mtoto wako. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sababu kubwa ambazo nimezitaja kwenye video hii. Lakini baada ya kuona hali hii, nini cha kufanya? Hali hii ni muhimu na inahitaji uizingatie haraka. Mpeleke mtoto hospitali au kituo cha afya mara moja, au ongea na wataalamu wa afya, au kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tuwasiliane hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo la mtoto wako litaisha kabisa. Lakini zingatia mambo haya ambayo na kutajia tena kwenye video hii. Usitumie dawa za kienyeji au kubonyeza kitovu cha mtoto wako bila ushauri sahihi. Acha kitovu cha mtoto kikauke vizuri. Usiweke maji au vitu ambavyo vinaongeza hali ya unyevunyevu zaidi kwenye kitovu cha mtoto wako. Epuka kukifunika kitovu cha mtoto wako na diapers. Wako baadhi ya wakina mama ambao huwafunga watoto diapers mpaka zinafunika vitovu kabisa kwa muda mrefu. Epuka hali hii, maana inatengeneza mazingira ya unyevunyevu zaidi pale ambapo mtoto ana sweti na kadhalika. Hali hii huongeza hatari zaidi ya mashambulizi ya bakteria na vimelea wengine wa magonjwa kwenye eneo hili na kuweka kitovu cha mtoto wako kwenye hatari zaidi. Usikiguse kitovu cha mtoto mara kwa mara. Unachotakiwa kufahamu ni kwamba kwa mtoto mchanga, maambukizi ya kitovu yanaweza pia kuenea haraka mwilini. Hivyo ni muhimu kuchukua hatua na tahadhari mapema. Yapo baadhi ya mambo ambayo ni muhimu sana kuzingatia tunapozungumzia habari ya kitovu. Nikupe bonus tips unapozungumzia habari ya kitovu cha mtoto. Kama wewe ni mama na mtoto wako, angalia mambo haya ambayo nimeyataja kwenye video hii. Ni muhimu sana kwenye afya ya kitovu cha mtoto wako. Namba 1, hakikisha mama, kitovu cha mtoto wako hakivuji damu baada ya kukatwa au kufungwa
na mtaalamu wa afya. Hapa nazungumzia ndio umetoka kujifungua tu, mtoto amekatwa kitovu, kimefungwa, kikague. Je, hakitoi damu? Lakini kitu cha pili, kitovu cha mtoto hudondoka chenyewe, ambapo kwa asilimia kubwa kwa watoto wengi ndani ya wiki moja mpaka wiki mbili kitovu huwa tayari kimeshadondoka. Lakini kitu cha tatu, hakikisha kitovu cha mtoto wako hakitoi usaha au kubadilika rangi, hasa rangi ya manjano, au kutoa harufu mbaya au kutoa damu. Hizi sio dalili nzuri kama nilivyoeleza kwenye video hii. Lakini pia usiweke kitu chochote kwenye kitovu cha mtoto wako mpaka kitovu kidondoke chenyewe. Wako baadhi ya watu ambao hutumia mila mbalimbali za kuweka vitu au wanapaka vitu mbalimbali kwenye kitovu cha mtoto. Wengine wanapaka mavi ya ng'ombe, imani potofu. Vitu hivi vinaweza visiwe salama kwa kitovu cha mtoto wako, kwa hiyo vikaongeza hatari zaidi ya matatizo kwa mtoto. Epuka imani potofu kama vile za kuweka mavi ya ng'ombe kwenye kitovu cha mtoto wako. Ni matumaini yangu kwamba umepata elimu walau kidogo kuhusiana na utunzaji wa kitovu cha mtoto wako na afya ya kitovu kwa ujumla. Lakini je, una tatizo lolote hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite tuwasiliane hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye skrini yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.